mstari wa 2. Maandiko yanasema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana likakuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mmepanda mbegu nyingi, mkavuna kidogo. Mnakula lakini hamshibi, mnakunywa lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara apata mshahara ili kuitia katika mfuko uliotoboka. Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu, pandeni milima mkaleta miti, mkaijenge nyumba, nami nitafurahia, nami nitakutuzwa, asema Bwana wa majeshi. Mlitazamia vingi, kumbe vikatokezea vichache. Tena mlipovileta nyumbani, nikavipeperushwa. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika, wakati ambapo ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu mbingu zimeinuliwa zisitoe umande, nao nchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Na nikaita wakati wa joto uje juu ya nchi, na juu ya milima, na juu ya nafaka, na juu ya divai mpya, na juu ya mafuta, na juu ya kila kitu itoacho nchi, na juu ya wanadamu, na juu ya wanyama, na juu ya kazi zote. Na Bwana abariki maandiko. Si mtu aseme amen. Unajua huyu Hagai alikuwa mtumishi wa Bwana. Mungu alipoangalia Zerubabeli, akaona kwamba mwana wa Shanteli katika nyumba ya Yuda wakina Yoshua kuna vitu ambao wanafanya vimpendezi Bwana. Mungu alipoangalia, maandiko yanasema aliangalia akaona kwamba hao watu wanasema ya kwamba, kwa nini basi tujishughulishe na kazi ya Mungu? Akasema, kwa nini tujishughulishe na kazi ya Mwenyezi Mungu? Kwa nini tujenge kanisa? Afadhali tuangalie mambo yetu sisi wenyewe. Kumbe Mungu hakuwa anataka hivyo. Kuna watu ambao wanakaa kama hao watu ambao ni Wazerubabeli, watu ambao hawajui sehemu ya Bwana inafaa ikaje. Maandiko yanasema Mungu akaangalia katika hiyo nyumba, akapata kwamba nyumba ya Bwana imechakaa, chini imechakaa, mabati mvua inanyesha ndani. Mungu akaangalia akasema ya kwamba, kwa sababu hao watu hawasikii sauti yangu, hawajui mimi ni nani, basi watakuwa wanapata chakula, wanakula lakini hawashibi, wanavaa nguo lakini hazipati joto, yaani kwa wepesi zinaharibika ama zinararuka. Kwa sababu gani? They don't have time with their Lord. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aseme amen. Unajua kama umeokoka lakini haujui kazi ya Mungu inakaaje, kwa kweli hakuna bingu tunaenda. Bingu huwa inafunguliwa kwa wale watu ambao wanajua kukumbuka sehemu ya Bwana. Yule mtu ambaye haezi akaona sehemu ya Bwana akarudi akacheka wakati inaharibika. Unajua mahali hapa kuna watu najua wanadharau, wakipita hapo wanasema sasa hawa wanaomba, ona kanisa lao jinsi linakaa.
Mungu hawasikii. Si Mungu hawajibu tu basi wajenge kanisa hata kidogo. Lakini kuna mtu ambako mahali hapa hata akipata millions of the money, he can't support the work of the Lord. Afadhali akekelee mwisho wake aende sehemu nyingine. Na ukumbuke maandiko nasema ya kwamba kwa sababu mmekataa kusimama na nyumba yangu, na mimi nitaleta laana juu yenu. Anasema kwa sababu nyumba ya Bwana imekaa kwa kuharibika, kwa hivyo Bwana ataamurisha laana itupate. Tutakuwa tunakula vyakula lakini hatushibi. Tunaweka pesa zetu lakini zinaingia kwa mifuko yenye imetoboka. Bwana Yesu asifiwe. Si ni vizuri nikwambia yale ya ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Unaona mtu mwenye ameokoka lakini hajuangi na kusimama na kazi ya Bwana, huyo mtu ni kama hata akipata millions of the money zinaingia kwa mifuko kama yenye imetoboka. Ndio unaona hapo mbele imesema mlikuwa mnatazamia vingi lakini mkapata vichache. Hata shilingi 10 peke yake tu, hata shilingi 50 peke yake, hata shilingi 100 peke yake ulikosa. Wakati jambo linatokezea kwa maisha yako, wewe unasimama nalo. Mimi naona watu wanasomesha watoto wao katika high school. A good example, wacha tuanze na lile. Mtoto wako unalipa pesa ngapi kwa shule? Tamu moja 8,000 wa tamu. Sijui kama kuna mtu analipa school fees 1,000 ngapi? Hiyo ni tamu. Nani mwenye ako na mtoto private? Wacha tuanze na Kabochi. Rabi, tamu moja Israeli pesa ngapi? 12,900. Huyo ni Israeli. 12,901. Na huyo ni 8,001. Sijui kama kuna mtu ananipata. Bwana Yesu asifiwe. Twende kwa mwingine. Nani mwingine ako na mtoto private? Cynthia, mtoto wako unalipa pesa ngapi private? Tamu moja 4,000 na ngapi? Sijui kama mtu amesikia. 4,000 na ngapi? Sijaona mtu mwenye amelipa school fees chini ya 1,000. Alafu tuanze turudi pale nyuma kidogo. Ukiuliza hawa kwa mwaka mmoja pesa ngapi yenye ametoa mbele za Bwana, huyo ni mtoto mmoja amegharamikia shilingi 10,000 na zaidi. Sasa kwa kanisa ama kwa kazi ya Bwana amegharamika pesa ngapi? Akiingia katika kitabu yake atapata huenda kuna mwezi moja hajafikisha hata 200 ndani ya sadaka. Ndani ya sadaka mwezi inaisha, tamu yenye alikuwa analipia mtoto wake inaisha. Tamu imebeba miezi 4. One term belongs to 4 months. Sivyo? Bwana Yesu asifiwe. Tamu moja ni miezi 4. Kwa miezi 4 uko na habari kuna mtu anasomesha hapa, lakini hata tangu aanze kutoa type yake haijafika 500. Lakini anasomesha bado. Maandiko yanasema ya kwamba mlitazamia vingi lakini mkavuna vichache. Nyinyi mmelaaniwa. Kwa sababu gani? Nyumba ya Bwana imechakaa. Ninaongelesha watu ambao tuko nao hapa. Nyumba ya Bwana imechakaa. Hata kama kidogo chenye unakipata, hauwezi kusema ya kwamba uliacha Bwana na kitambo kama makumbusho kitokelezea unatoa zaidi ya 10,000. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ndani ya baraka, am I talking to somebody? Ndani ya baraka inaonyesha kwamba inaseli wewe mwenyewe ukajitume ndio pokea baraka zenye unahitaji. Bila kujituma hauwezi kupokea zenye unahitaji. Maana ndani ya kutuma wewe mwenyewe kwa moyo wako, hivyo ndio utakaokuletea baraka kwa maisha yako. Nilisoma kitabu cha Hagai nikapata kumbe ndio maana hata ukipewa 10,000 unasema ni kama sina kitu. Ukipewa 20,000 unaona ni kana kwamba hakuna. Hata ukipata 5 bado itaibisha wewe maisha yako. Kwa sababu gani? Nyumba ya Bwana mmeacha kuwa ikiwa. Maandiko imesema kwamba pandeni mlimani, kila mmoja akate mti akaileta tujenge
hekalu la Bwana. Yaani tupande mlimani. Mlima ni wapi? Let us go to struggle. Hauwezi kupanda mlima ukiwa na wepesi wa moyo. You must struggle for your life. Lazima ustruggle. Ndio uende katika mlima ukachukue mti uilete. Hiyo mti pate kibali katika kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama kuna mtu ananipata tusalimiane kwa jina la Yesu. Mtu wa nyuma ndio unapanga watu huko, sababu huyo haezi angaliaga nyuma. Wewe huko nyuma. Mtu wa nyuma ndio. Kuna kitu nimesema hapo. Bwana asema hivi, pandeni mlima, mwende mkalete kila mtu mti. Hii mti itakuja ikajenga nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kuna makanisa ambayo huwa naona wanajaribu sana. Na ni vizuri nikuelezee, sio kwa kusukuma, lakini hili neno likusaidie. Mmeona padri akikaa katika mahangaiko ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Na pasta wa PAG, pasta PAG wamejenga nyumba hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Pasta PAG, kanisa la PAG yenye linajua what they are doing. Wanajua vizuri kanisa la Bwana inastahili ling'arishwe. Leo tuko na mipango ya kusema tunataka turembeshe kanisa la Bwana. Lakini kwa kweli hii kanisa bado haijarembeka. Hatujajengea Bwana madhabahu. Na utapata wakati tunakuwa na programu kama hii, mtu anapiga absent. Mwingine anaingia msituni, lakini Monday anakula, Tuesday anakula, Wednesday anakula. Akikosa kukula, ataishi kwa milango za watu. Atatembea akisumbua watu kwa masimu ya kwamba natamani unisaidie, kwa sababu amekosa kukula siku moja. Na Bwana umemwacha njaa zaidi ya mwaka mzima. Yesu amemwacha njaa zaidi ya mwaka moja, zaidi ya miezi miwili. Sasa ni lini utabarikiwa kwa kweli? Lini sasa? Alafu watu wanasema ya kwamba tulilaaniwa. Hakuna yule mwenye amekulani. Bwana hajakulaani. Licha ni wewe mwenyewe ndio umejilani. Kwa sababu gani? Haujaenda ukata mti ukaleta kwa nyumba ya Bwana, ukapanda nyumba ya Bwana, ukasema nyumba ya Bwana wacha irembeke. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tutaanza kujenga hapa na tuseme kesho watu msiende kazi, mkuje tujenge kanisa la Bwana, mwingine atakwambia kazi ya wenyewe, lakini haoni anayempatia maisha ni wewe, ni wa maana kuliko ule. Haya basi, hautaenda, hautakuwa kanisani, utaenda kazi. Tusapoti basi na shilingi 200 tukanunua basi chai wenye watafanya pale wakakunywa. Sina pesa, sitaki kuongeza madeni kwa wengine. Yaani yenye alikula anaona kana kwamba yale madeni ni alikuwa anakula paka na yeye. Haiwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba Bwana anasema mtakula lakini hamtashiba. Ukitaka kujua hii nyumba iko na njaa, tunaoneaga kwa ugali. Unapata ugali imejazwa karai ama sahani, watoto wanakula mpaka anasanya. Na wakati mtoto anakula kama liko kule kwa kina hiyo, anakula na machozi na motoka, anaangalia na anakula na anafinya. Sababu gani? Shida imeingia. Ukitaka kujua njaa imeingia kwa nyumba yako, onaenda kwa chakula. Bwana Yesu asifiwe. Sisi kama mtu ananisikia, ukitaka kujua pepo la umaskini limeingia kwa nyumba, ugali gorogoro moja haitatosha watoto watatu. Watakula na hawatashiba. Wataenda kwa jirani akiwapatia chakula, watasema hatujakula. Lakini nyumba ambayo imebarikiwa, nyumba ambayo tayari imepewa roho ya baraka, chakula kidogo kitawatosha. Kama kuna mtu anasikia sema amen. Amen. Rudia kusema tena amen. Amen. Kuna watu wanapenda chapati. Mimi sipendi chapati sana. Lakini naongea kwa wenye wanapenda chapati. Mtu mmoja
Sidhani kama Kaboji, sababu wako wengi, anaweza pika chapati mfuko moja ya 2 kg na wamalize. Hiyo sio roho mzuri. Mmalize chapati 2 kg. Wewe na mama na Izira kule moja, mama akule 2, Yufu akule 2, si chapati 6. Na mfuko moja inatoa chapati 36. Mmetoboka. Mko na laana. Hao unaenda unanunua mandazi paseli 2, 2 paseli ya mandazi. Na hii paseli 2 ni ya mandazi ya 100. Mandazi ya 200 kweli inaisha katika hii tumbo. Mtoto paka ananyambia katika mdomo. La wewe unaona kwamba uko sawa. Mtoto ananyamba usiku, nasema kweli nyumba yangu watoto wamebarikiwa. Ukitembea unasikia harufu. Hiyo ni laana. Wanakula lakini hawashibi. Haleluya. Shetani ashindwe. Ukitaka kujua umebarikiwa, ona kwa chakula. Wewe mama mwenye unapima ugali, ati wacha tuweke maji kidogo, kesho njaa itatutafuta. Wewe nakwambia unajidanganya. Mtoto atalamba unga. Wakati utakuwa umetoka umeenda kutafuta cha kutafuta, mtoto atalamba unga. Atachukua hiyo unga, ataongeza ndani sukari, atakula. Mimi nimeilamba unga, nawaambia kitu yenye najua. Hii unga mtoto atalamba. Njaa inaingia kwa boma. Hii kuna ndizi inaitwa sweet banana. Watu wanakula mpaka maganda yake sababu njaa imeingia. Maganda, anakula mpaka maganda ya ndizi. Wewe ni heading tu, tunaenda njia gani? Kwa sababu ni kitu kimoja, hatujui kusimama na kazi ya Bwana. Wakati tutajua kusimama na kazi ya Bwana, tutakula na tutashiba. Kila mtu aseme amen. Wacha mtu aseme amen. Ukikula ni vizuri ushibe. Huwa naona kwa sehemu ya Maragoli kwa kina Odhiambo, Maragoli wanapenda chai. Ukiona kikombe ya Maragoli ya chai, mama ama mzee, hata unaweza shangaa ama unaweza shtuko fikiria ati unaletewa uanze kuchota kutoka kwa kikombe ukikuwekea kwa yako. Hiyo sio yako, inaitwa kaburu, kikombe kubwa hivi. Mzee anakunywa na anafinya macho na machozi yanamtoka. Tena kamama. Sasa hao peke yao akikunywa hizo vikombe 4, sikudanganyi 10 liters zimeisha. Watu wawili na watamaliza. Wanaita chai ndefu na watamaliza. Sababu hawako wanajua kusimama na kazi ya Bwana. Boma la tajiri. Sijui kama kuna mtu ananipata. Boma ya tajiri, wacha nirudie. Boma ya tajiri. Tajiri anapika ugali mfuko moja na atatumia wiki mzima. Lakini maskini ugali mfuko moja ni siku moja nimeisha. Kama tunasema ukweli, sema amen. Sema amen. Yaani tajiri, ninarudia, tajiri ugali wa tajiri ni mfuko moja wiki mzima. Tajiri ananunua tu unga mfuko 4, anajua mwezi itaishi. Na ukienda kwa tajiri, kuna siku nyingine nilienda kutembelea tajiri fulani, kapika kaugali kadogo, nikafikiria pengine wanapikia mtoto. Sasa baadaye wataniletea kaugali kadogo tu. Sasa mimi nikaona wameleta hiyo ugali. Hiyo time ndio nilikuwa nimeenda Nairobi. Sikuwa nimekanyaga kwake. So akaleta kaugali kwa sahani kadogo na kakisu. Mimi nikakaa nafikiria wataletea sasa ugali ya watu wote, ile ni ya mtoto. Kidogo akakuja na kisu, akadivide ya ugali, ikatoka pisi 6. Akachukua kapisi kamoja na kisu, akadunga kwa hiyo ugali na kisu hivi, akaeka kwa sahani moja. Mimi ningali nategea nione inaenda wapi. Pengine kuna watoto wanaenda gawia huko nje. Kidogo akakaa, akachukua yangu akanisongeshea. Akaniambia karibu. Kaugali kidogo hivi. Kasema pengine kuna chai italetewa. Wakati wale wanakula pole, mimi nilikashika tu hivi, nikauma mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Imeisha.
Mimi ningali nangojea pengine walete viazi ikiwa. Ilikuwa ni ngumu. Nilipitia changamoto yenye ilikuwa rahisi. Nilikuwa natamani siku iishe haraka nitoke huko. Wanaleta chai tena kakombe kadogo. Kale kachai ni katamu ndio. Lakini kakombe kadogo. Na wale wako sawa. Watoto wao wamenenepa mashavu. Imefura ni kama paipai. Ukiangalia mashavu, macho, hapa kwa shingo ni kama aliweka zile vitabu. Lakini anakula kaugali kidogo. Angalia boma ya tajiri. Mtoto hapa pameenda, lakini ugali akikasukuma unaweza fikiria kuna sukuma iko kwa mteremko. Itaenda kwenda. Hawashibi. Guza mwenzake muuliza ni ukweli ama si ukweli. Ukiangalia sufuria, ukikuja kwangu sufuria yenye unapikia ugali, unaweza nisirika. Na unajua ugali yenye napika pale, sikudanganyi. Kwa hoteli ni ugali kama nitasabu watu 100. Lakini wanaleta kwa sahani mpaka unaona inaenda. Hata watu wanaweza kuuliza bwana, uko wapi? Unajua ugali yenye imefura hivi, njoo anaweza onana na Lisa. Bwana asifiwe. Njoo anaweza onana na Lisa. Lakini Lisa akitokezea huko na mwingine atokezea huko, ikianguka si wataonana. Ukiwa haujui kusimama na kazi ya Bwana, nataka sasa kuanzia sasa hivi tubadilishe akili zetu. Tujue kusimama na kazi ya Bwana. Tutoke katika maisha ambayo ni umaskini. Tutoke katika maisha ambayo ni uchochole. Ukikula ushibe. Oh, haleluya. Sia tu uko na mahindi kwa barabara, haushibi, uko kama mapaipai unamwambia tengeneza tena paipai ya tatu. Unakula mahindi. Mahindi hajaisha, uko kwa paipai. Paipai bado umeona chapati. Mama chapati unauza hapo, unatembea kwa sababu sio yani akili zako bado ushibi. Haya huko hapo umemaliza njugu. Hautaki mdomo yake kanyamaza, lazima iongee kwa kukula. Usihata ukiongea unakula tu. Sio simsim, sio ndizi, sio viazi, sio avocado. Utaki kitu pita mbele yako. Mkate mzima unapiga tu. Hauna time ya kusema ati utanilio. Unapiga na umeshika hivi. Unasema kumbe mkate sio mkate. Mkate sio mkate aje. Ati mkate sio mkate na umeshika hivi. Sasa hiyo unataka mtu akusupport sana. Siku hizi mkate ya leo sio mkate, ndio na chapa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Watu kama hao hawajui kusimama na kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Boma ya tajiri hata wakilala njaa, watoto wananenepa tu. Sikudanganyi. Lakini mtoto wa maskini akilala njaa, kutana na yeye makamasi imeenda huku. Machozi ya kulia imeenda paka imechora namba 111 shifi na hivi. Pako na shibe yenye imetokeza kwa mapua ni gani? Ati wakati alikuwa analia jasho ilikuwa inamtoka. Unalia kwa sababu uko na jasho kutoka. Kazi ndio ulikuwa unafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunapatana tusalimiane kwa jina la Yesu. Sema kuanzia leo. Sema kuanzia leo. Sema kuanzia leo. Nitabadilisha tabia zangu. Kuna wakati ambao Raila alikuwa anasema anataka kupinga mambo ya mitumba. Wakenya walikasirika, hata hapo wengine wakasema, kwani wanapinga mitumba? Sio watu wote matajiri. Wewe unatembelea kitu chenye mtu ametembelea ndani. Huyu mtu anakutakia mazuri. Wewe ukienda soko unachukua nguo ngapi? 3. Sasa ni 30 hata ifiki 100. Mimi nikienda kwa duka ninachukua nguo moja ya shilingi 2000. Yako ya 30 utatembelea tena ndani miaka 10. Wewe unafikiria maisha yako itaenda mbele ama itarudi nyuma? Kitu sipararuka. Sikudanganya, itakupatia bidii ya kutafuta nyingine. Sisi wanaume hatukuangi na vitu vingi. Hata socks sipo naruka pale chini. Na kuambia sio rahisi utafute socks zingine. Na sisi wanaume ukiambia wanaume hata tuanze tu bado tuseme kila mwanaume atoe socks hapa. Kila mwanaume atoe socks hapa. Ndio utashangaa hapa kuna uwezekano yangu na kanyaga tu mgutubu chini. Lakini hapa juu nimeficha, hapa nimeficha. Hapa juu inaonekana ni socks.
lakini huko chini sio rahisi. Nilikwambia kuna nyumba nyingine nilienda kutembelea Nairobi huko, dada fulani kutoka huko kwetu. Mvua ilikuwa imenyesha kama imenyesha ya usiku, lakini ilikuwa jioni. Nilipoingia nikaona ametoa viatu zake amepanga hapo nje, na mimi nikaangalia viatu zangu matope imejaa juu. Na ile kiatu yenye nimevaa imekatika solo hapa ndani. Solo imekatika. Sasa nikashindwa nitafanyaje. Na nilikuwa natafuta niingie tu nimsalimie yako. Akaniambia, mwenye kumbe ni wewe. Karibu. Mimi nikataka kukaa ni kama sitaki kutoa viatu. Lakini kaangalia hiyo carpet yake ni ile ya manyoa, ile yenye huwezi kukanyaga. Hata kama ningeingia nayo matope angenikasirikia sana. Nikaingia, nikatoa viatu nikaweka hapo. Sasa nimeficha. Nakwambia hata kukanyaga kwenyewe nilikuwa na kanyaga, nijaribu kukanyaga miguu isionekane. Lakini haikuisha dakika moja. Nilisikia tu akaenda kutabika, akarudi ndani akaniuliza, unasikia kitu yenye inanuka? Na mimi unajua ni miguu zangu ndio zinanuka. Nilishindwa kujieleza ni mimi. Kamwambia, kweli kitu inanuka. Kweli kitu inanuka, lakini mimi sitakaa sana. Sababu niliona atatabika, kuna uwezekano anitabikie kwa uso. So nilijidanganya tu kuna kitu kinanuka kweli, lakini sitakaa sana. Nilitoka nikaenda. Tangu hiyo siku sikurudi kwa nyumba yake mpaka sasa hivi. Sababu nilikuwa naona zile shida yenyewe. Huenda ameambia watu hiyo mtu miguu zinanuka. Tuko na shida. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna madhabahu fulani sisi wenyewe ndio tunaweza menyana nayo yakatutoka. Roho ya umaskini ni wewe mwenyewe ukatanike na Bwana hivi. Umpende Mungu na moyo wako wote. Nyumba ya Bwana isikae kuchakaa. Kanisa la Bwana lisikae vibaya. Hata mtumishi wa Bwana, hata mimi mchungaji, I must be smart because of you. Si mtu aseme amen. Sijiulizi, lakini kulingana na maandiko nimesoma hapo. Wewe ni nasema usababishe mimi nikuwe smart. Nasema ukweli ama uongo? Nasema ukweli ama uongo? Mimi niko na swali moja. Nimekuja kwa nyumba yako, shati imechafuka, nilitembelea wiki jana. Nikaingia kwa plot. Wewe kaona jinsi naingia miguu zimeparara. Hata kama ulikuwa unasaidia jirani kutengeneza mboga. Unaweza kusema pasa yangu ndio huyo? Ndio unakutananga tu na kimutu kimekaa tu, kimenyoroka tu miguu hivi. Hata sema siniingia kwa nyumba, anakuambia bwana alienda na kifunguo. Hataki kusema karibu sababu umemwaibisha. Na kama umemwaibisha, hakukununulia kiatu wala hakununua nguo. Na unajua watu kule nje wanakusoma wewe na wanasoma pasta yako. Jinsi unakaa, hivyo ndio pasta yako wanadharauliwa. Nami natamani ukae maisha ambayo ni mazuri. Hata mchungaji wako akikuja kwako akubaliwe. Majirani waseme wacha kuja ambao kwa nyumba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Sema mtu aseme amen. Unajua kuna wakati ambapo unaweza kuwa umeenda kwa jirani na pasa yako kaingia kwa nyumba, kulingana jinsi pasa yako anakaa, majirani wakakuambia huyo mchungaji wako ni mzuri sana. Ni ukweli ama ni uongo? Bwana Yesu asifiwe. Ukweli ama uongo? Kabochi anapenda kuomba akikanyaga. Sasa Kabochi ni mtumishi wa Bwana, na zile nguo za ndani hajafua kwa mwezi mzima kwa sababu hana sabuni. Siku na uwezekano. Kama tunapatana tuseme amen. Kabochi simama, unajua watu wakujui. Huyu sasa wiki mzima nguo za ndani atafanya nini? Sasa Kabochi anza kukanyaga. Kanyaga Kabochi. Kanyaga kile ufalme wakizokanyaga ukiangalia. Ukiangalia. Kanyaga hiyo madhabahu, ufalme ya nini? Na watu wanasema
kuna kaharufu kanatoka, sikudanganyi. Mwenye nyumba ataingiwa na roho usiyoijua, roho ya upotevu, mpaka useme niliingia kwa hiyo nyumba mpaka roho akashuka. Utaona kama ni mama Simsi, mama Paipai, ataanza haleluya Jehova. Yaani ile harufu imekaribia tu kuingia kwa mdomo, anaanza kureject katika roho, anasema ninapinga. Kwa sababu gani? Hataki hiyo roho ikaingia kwa tumbo, itamletea ulcer. Once you are the servant of the Lord, lazima ukae smart. Ni ukweli ama si ukweli? Si tuseme ni ukweli. Nyumba ya Bwana ikikaa katika changamoto, hata wewe utalaaniwa. Kuna kitu mimi huwa naangalilia hapa. Mimi nikikosa pesa, najuanga washirika hawana pesa. Bora tu nikuja tu madhabahu hii, nipande hapa ibada kama ya leo, nikosa kutoa sadaka, ninajihukumu hukumu ambayo sio ya kawaida. Mpaka najiuliza, Mungu kwani uko wapi? Mpaka nikaambia Mungu, ujaribu tu nisije nikakosa sadaka madhabahuni. Nikikosa sadaka madhabahuni, washirika wote watakosa cha kukuja nacho mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama tunakubaliana tuseme amen. Amen. Unajua jinsi mko hivi, inastahili sadaka isiwe inapungua 1000 ngapi? Turudie, 1000 ngapi? Yeye anasema 3. Aende nyumbani huyo. 1000 ngapi? Hiyo ni sadaka. Watu ambao wanajua kujituma kwa kazi ya Bwana. Sadaka mimi nitoe 200, huyu atoe 200, mwingine atoe 500, mwingine atoe 100. Haijafika 1000 kwa watu 3 ama 4, sadaka wametoa 1000. Sisi kwa nini shetani akipita anatupiga kwa haraka? Tunaendanga na sumuni ama shilingi 5. Sikia, tunaenda madhabahuni kwa Bwana. Tunataka watu wakusikie. Ama mtu ametembea kwa nyumba yako, mtu amekuja kutembea kwa nyumba yako, na huyo mtu anataka umsikilize. Nataka tuende polepole. Kuna mtu mwenye atakuja na shilingi 5 na mwenye atakuja na shilingi 10. Mgani mwenye atasikilizwa? Amekuja kwa nyumba yako, amekuja na shilingi 5 na mwingine amekuja na shilingi 10. Anataka umsikilize kwa haraka. Utasikiliza mgani? Wa 10, si ndio? Haya, tusimame Odhiambo. Odhiambo alikuja for example na shilingi 5, alitaka asikilizwe kwa haraka. Enda eka kwa ile mkoba. Huyo ni Odhiambo. Number 1. Wafula. Shika hii. Simama, ndio kumbe ulikuwa unalala. Simama. Kuja sasa nyuma ya Odhiambo. Ongeza, tunasema ongeza shilingi 10 kwa hiyo. Sababu ulikuwa umelala. Unaona? Odhiambo ametoa shilingi 5, Wafula ametoa shilingi 10. Wanataka wasikilizwe mbele za nani? Nataka mnipate kwa haraka. So Wafula, enda toa. Unajua kuna mfalme hapo, naona tumekuja. Enda toa kwa ile ndoo ya papa. Katu, weka, hata wewe rudi kaa. Now, Baba Nosh akakuja na 20 bob. Wanataka wafanye nini? Wanakuja kwa nyumba yako, wanataka wasikilizwe. Baba Nosh, toa ndugu, toa dada, ulicho nacho. Akatoa 20. Watu 3 wametoa shilingi ngapi? 30 watu. Haya, tunaendelea. Ni mtu anataka kusikilizwa mbele za Bwana. Msema akakuja na 50. Hao ni watu wangapi? Akaenda. Anataka asikilizwe mbele za nani?
Hiyo imefika pesa ngapi? Kwa kuna watu 1 2 3 4. Watu wanne ambao wanataka wasikilizwe mbele za Bwana wametoa shilingi 85. Bwana nasikia njaa ambaye ni mwenye uwezo na mamlaka. Anasema nataka nikubariki na nataka niangalie katika mfuko penye mmeniwekea kwa hazina. Mmeweka nini hapo? Nikule nikubariki. Bwana anakuja mahali pale anapata ni shilingi 85. Mungu ambaye ni mwenye uwezo na mamlaka ako na mtoto wake pale ambaye ni Yesu Kristo, na ako na msaidizi ambaye ni Roho Mtakatifu. Wale watu wenye mmefanya kazi kwa nyumba za tajiri, watu ambao wanaitwa wasaidizi katika hiyo nyumba, tunapatana wakiwekea mbochi ugali pale na waekea tajiri hapa ugali. Nani atakula ugali mingi? Automatically waekee shamba boy hapa ugali na mtoto wa tajiri. Nani atakula ugali mingi? Mpaka tafinya mpaka nenye imeanguka wapi? Sasa Mungu anaangalia, anapata kwa mkoba yake watu 4 ambao wameokoka, wametoa sadaka ambayo haijatoshea kununulia mimi chakula na watoto wangu na msaidizi wangu. Kuna baraka ziko hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza ugali peke yake haijatoshea gorogoro moja, si ndio? Watu wanaendelea, tuendelee. Kamocha anakuja na maombi yake jinsi anaomba ni sadaka. Wamefika watu 5 bado hawajasikizwa, sababu hiyo pesa ni 185. Ugali unga moja. Huyu Kamocha unaona anaweza kula ugali nusu kilo kweli? Si gorogoro itena. Ama mwini tu lakini tumbo ni kidogo. Nao wametoa watu 5, watu ambao ni wahuduma, watumishi wa Bwana wanaofanya kazi katika madhabahu ya Bwana, lakini wamekuwa watu 5. Secretary, leaders they are there, waombezi wako pale, lakini wametoa pesa isiyofika shilingi 200. Tunataka tuone kweli kama baraka zitapatikana. Kwa hii shilingi 180, ugali gorogoro ni pesa ngapi? 150. Yaani unga mahindi saa hii ni 130 ama 120. Kwa hivyo ni 150. Ugali tusikizane. Ugali gorogoro moja ni 150. Choko 180. Imebaki ngapi? 35. Makaa gorogoro ni pesa ngapi? Ndio ugali ifanye nini? Makaa gorogoro ni pesa ngapi? Ile 35 itanunua makaa gorogoro. Itanunua nini hiyo? Sukuma. Haya, sukuma na kitunguu umeleta unga, sukuma na kitunguu, tutapika nini? Mafuta bado. Utakoroga hiyo ugali, maji bure, mbichi na kula na mboga, alafu asema amekula. Hivyo ndivyo Mungu akikuja kwa wana wa Israeli, akaingia kwa nyumba ya Hagai katika ukoo wa Yuda, akapata kwamba njaa imetanda kwa hiyo boma. Bwana akasema ninawalaani, nitawapiga na laana. Kwa sababu gani? Hamjui mwenye mnaabudu. Ukitaka maisha yaanze kubadilika, usikize. Ile ni 100, 200, 300. Sasa wacha tutumie for example Sophie simama. Tuchukue Sophie ni mgeni amekuja jana, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu anaomba kila siku, huyu anaomba kila siku, huyu anaomba kila siku, tena Sunday, tena kwa kuimba wanacheza, wanaruka, kutubu wanajua, hata kuvunja wanavunjanga mpaka milango za benki zinafunguka. Lakini akiambiwa chukua pesa zenyewe anasema naogopa atapigiwa polisi. Amevunja benki imefunguka hivi, lakini haiwezi akaingia. Sophie, waonyeshe ni ngapi? Onyesha hivi. Si mnaona anatoa pesa ngapi? Kuja kwa unyenyekevu wenu tena.
sadaka. Ametoa mia ngapi? Watoto wako na njaa kwa nyumba. Akasema, mimi nataka nipatie watoto wangu nikubariki. Mungu akaangalia kaona ni noti ya mia ngapi hiyo. Alipoangalia noti ya 200 akasema watoto wangu lazima wakule ugali. Akaenda kanunua unga. Akaenda sababu ni mkate wa kila ni mkate wa kila. Akatoa shilingi 200. Ukitoa kwa shilingi 200 pesa ya ugali, imebaki pesa ngapi? 50. Imenunua ngapi? Unga. Ikabaki ngapi? Akanunua nini? Akakosa nini? Watoto wanalia njama hawalii. Lakini kuna mtu amejikaza, Kristo ni Bwana, niliomba mpaka nikaonyeshwa ya kwamba ninaendesha gari. Gari ulikuwa unaendesha kwa ndoto, lakini hauendeshi katika physical. Practically hauwezi ukaendesha gari. Wakati nyumba ya Bwana inapokutana na njaa, wakati maisha ya Kristo yanateseka. Hapo kitambo wachungaji wamekuwa wanadanganya, hata saa hii wako tu. Anakuwa na Biblia. Juzi tulikuwa na mzee ambaye ni youth leader. Tukaenda mahali penye tunatengenezanga ngoma, nimetaka wanitengenezee ngoma nyingine ndogo. Tukapata jamaa ametengeneza tujiko tudogo, tukamuuliza hata jiko ni kanini, akatuambia hata nikawaganga na hata kwa wachungaji wa uongo. Akatuambia wachungaji wa uongo yeye huwa ana guess tu. Unajua ana kama najua ana kama huyo ndiye anakoroga. Amesema majina ya yote mbili. Unajua alikuwa na guess, hakuna unabii pale. Ni kama unacheza karata, unasema simba mamoja, kichwa ama mkia, unasema gani? Ukitoa unasema kichwa, anachukua. Ile ni guessing. Na unajua mtu anaweza guess hata mara 10 akipata, ukweli ama uongo. Akasema wachungaji wengi wenye wanaendaga pale kwake wakichukua tu majiko nini, hata wengine wanachukua ngoma, they are lying to people. Lakini wanachukua Biblia, anakuambia fungua, unafungua. Anasema enyi Wagalatia walio wajinga, ni nani aliyewaroga? Nakwambia unaona. Roho Mungu anasema wewe kwako watoto ni wajinga. Mtoto kwako nani mwenye anaanguka mtihani? Kimama kinasema mtoto wangu alifanya form 4 kuja na D minor. Sinikwambia Wagalatia wajinga. Utaleta shilingi 10,000. Haya, anakuambia tena fungua. Funika, tena unafunika. Tena unafungua. Leteni zaka kamili nyumbani mwa Bwana. Asikia? Roho wa Bwana anasema utoe zaka kamili. Ulete zaka yako hapa ni kule, ndio milango zako zifunguke. Unaanza kukimbiana, utajipata vitu vyako vimeharibika vyote kwa kukosa ufahamu. Mtu aseme amen. Usikize. Hii ni 1,000 ambayo ni sadaka imetolewa hapa kwa nyinyi. Wewe unaona tulikuwa tunasema mtu mwenye atakubalika mbele ya nyumba yako, Odhiambo. Huyu alikuja na shilingi 5, anataka akakupatia, anataka kuombe siku moja uende utembee na yeye kwao, akakupatia shilingi 5. Na Wafula akakuja na 1,000, anataka uende utembee na yeye kwao. Utaenda kwa njia gani? 1,000 ama shilingi 5? Si tuseme wote kwa pamoja. Huyu youth leader anataka Odhiambo aende amsindikize kwao, akampatia shilingi 5. Wafula akampatia 1,000. Ataenda wapi? Ambia mwenzako bwana, hiyo ni ukweli. Mwambie ni ukweli. Nyumba ya Bwana wakati inakaa na njaa, sikudanganyi. Hiyo ni kitu natamani usikie. Nyumba ya Bwana ikikosekana tu, unajua hapa
tuko na roho, malaika wanashuka, maono iko, unabii iko hapa. Sifa hapa mkiimba, mnaimba vizuri. Lakini sasa problem inaanza kukuja, nani atakayetoa? Ndio unaona kitabu ya Odhiambo, kama mtu alikuwa anapanguza hapo Mama Noshi, anajidanganyisha anapanga bahasha kwa kumbe Mama Noshi. Kitabu ya Sophie Music nilitoa 200 peke yake. Sawa, acha nimaliza kupanguza. Siku nyingine nitaona kwa Fibi kama nitatoa 200. Sitawapatia. Wakati ile miaka ile 200 wanaja kwa Fibi. Na nyingine waachie Sophie. Sitatoa. Sikudanganyi, hivyo ndio reaction inakuja kwa Wakristo wapumbavu. Sisemi Mama Noshi. Bwana Yesu asifiwe. Finally umaskini inapiga filimbi. Sikudanganyi. Nguo ya ndani anayejua mwenye ameivaa inakaaje ni mwenye amevaa mwenyewe. Ukweli ama uongo? Nguo ya ndani mwenye ameivaa anayejua vizuri ni mwenye amevaa mwenyewe. Na nikikwambia hii nguo inavalishwa na mtu utasema hapana, hapana. Hii nguo sawa. Nguo imeraruka mpaka ya ndani ni iko tu na mguu mmoja huko kumeraruka. Hapana, haiwezekani. Imevaliwa na mwingine, kingine kameraruka. Yaani kila mtu anajijua mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Ya ndani kila mtu anajijua. Patia mwenzako haifafu mwambie ni ukweli. Ya ndani anayevaa hata socks mwenye amevaa. Ile siku tunakuanga na ibada ya kuosha watu kwa miguu. Ndio naonanga jinsi mtu anahangaika, anaenda kwa nyuma ya pasia na simamako, anarudiko ili wazi. Mimi nasema ni kawaida, tunajua. Kawaida lazima mambo iendelee. Ya ndani nasema nguo ya wapi? Anayejua ni mtu. Kwa hivyo wewe unajua ni kitu gani chenye huwa unatoa. Unajua nguo ya ndani wanaume sisi tunaweza hata wiki moja. Ni ukweli ama si ukweli? Si useme ni ukweli. Ni ukweli wanaume ama si ukweli? Aba. Na mama anaweza kuvaa wiki moja. Wako watu wanasema yaani ni maajabu ambayo sio ya kawaida. Nyumba ya Bwana ikikaa na upweke, ikosekana kuinuliwa, hiyo nyumba kigongwa na laana. Kuna watu wako na pesa kwa account. Ile siku tulikuwa tunachangia Jennifer anunue makaa. Jennifer akakaa pale mbele, nikasema kila mtu aseme ako na pesa ngapi. Watu wakanyamaza. Tutoe pesa. Mkumbuke ilikuwa tumenunulia Mungu nini? Imagine jambo la kushangaza. Watu pesa zenye zilikuwa zitoenda view hapa ilikuwa shilingi 1,700. Na watu wamenyamaza. Tunataka watoe dhabihu mbele za Bwana. Hata wamekuja kuchukua baraka. Wao unafikiria baraka ilikuwa kama ni laana? Tukasema kila mtu asimame. Kila mtu aseme pesa yako na. Wengine nasema sina. Wengine wanafanya mdomo. Sina. Na unajua mtu mwenye anafanyia ako kwa madhabahu. Nikasema niambieni pole pole. Mmoja akaniambia sikuwa nasikia 7,000. Lakini yeye anataka nikupicha. Mwingine niko na 21,000. Lakini tumepanga ugeni kwa boma. Tunafanyanga mambo ya boma baada ya kwa msikina kwanga mwezi gani. Sasa ona, anakosa kutolea Mungu sadaka na ameweka 21,000, anunulia watu ng'ombe. Huyo mtu anaenda wapi? Na kwanza mwenye alikuwa anasema hivyo ni mtumishi wa Mungu, ameokoka. Tena akisema anavunja, atavunja kuanzia saa 1 mpaka saa 6, lakini shida zimempata. Mimi nilikuwa nashangaa kwa nini huyu mtumishi ikienda kumtembelea nguo imeraruka. Na tena nataka kusindikiza kutoka hapa mpaka huko. Na mnaongea mambo ya Mungu. Unajua ukiongea mambo ya Mungu jinsi umevaa jinsi unafanana. Hata hiyo roho watu wakikuangalia wanashinda. Kweli ni Mungu naongea ama ya uchawi? Wewe ni mganga?
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Imagine hiyo siku tulichanga tukapata sijui 4,000. Sijui na ngapi. 4,000 tu hapo. Nyumba ya Bwana iko na njaa na mtu ako na pesa na amepanga school fees. Mwingine alilipa school fees mwaka mzima. Amekaa anasomesha chenye ajui kitaleta matunda. Kama unajua unasomesha, unajua kusimama na kazi ya Bwana, wale watoto wako watamaliza masomo na watapata kazi. Hata kama wachawi watazuilia, lakini watapata kazi in Jesus name. Mtu aseme amen. Kama tutapatana tuseme amen. Nasema kama unasomesha, jua kusimama na kazi ya Bwana. Na hata kama usomeshi, jua kusimama na kazi ya Bwana. School fees God will provide. Kuna uwezekano wewe unaangalia kwa nyumba yako, unaona hauna TV ya maana. Hata kama hauna TV, God will provide. Jaribu usimame na sehemu ya na ufunge macho yako ujiulize. Wakati unaenda mbele za Bwana, unaendanga na nini? Sadaka unayoitoa inaweza nunulia Mungu hata nguo, inaweza nunulia Bwana kiatu, inaweza nunulia Mungu mti mmoja. Wakati unaona unateseka, ni kwa sababu ya changamoto ambao unajiingiza mwenyewe. Fikiria, tunaweza kusema tunamtolea Bwana, lakini mtu anafika mahali anaona niko na pesa yangu, wala ambao wananunua bundle, anasema siwezi kutoa, nikosa kununua bundle natoa. Nikitolea alafu anisaidie na nini? Afadhali bundle, nitaanza kuochi vitu vyako. Unaochi shida, utaochi vitu ambavyo vitaingia ndani ya akili zako, bila kuletea shida. Uninyunyizia maji ema wakati wa ukame, sema usiache ninyauke rohoni kupenda. Sema tena uninyunyizia wakati wa ukame, usiache ninyauke rohoni. Wakati Yesu anakunyunyizia maji, nilisema uinue mkono wako juu na upigie. Yesu anakunyunyizia maji, maji wananyunyiza juu yako. Bwana hajaacha unyauke, maana hujakufa. Lakini kwa sababu hata wakikunyunyizia maji, wewe hauleti matunda, yani hauleti matunda. Kuna neno la Bwana linasema ya kwamba siku moja Yesu alikuwa anatembea mshambani, akakutana na mti alitaka maembe achune juu, akapata hakuna kitu mahali pale juu. Akasema kwa sababu wewe haulimi ukukuchia, na mimi ndio nikubariki, ninatamani unipatie kitu. Hakuna rais ambaye anaweza kuja kwa nyumba yako, president akuja kwa nyumba yako na akosa kupata hata kikombe ya maji, na utarajia atakupatia kizuri. Lazima kitashuka. Watu wakifanya hata michango ya boma, ama unataka kufanya harusi, you need people to support you. Unapika chai, mtu anakunywa, ndiye anasimama na wewe. Unafanya jambo, mtu anafanya kitu, ndiye anasimama na wewe. Sijui akili zako ziko wapi. Huyo Bwana majeshi anaambia wana wa Israeli, I am going to bless you. I am going to bless you. I am going to bless you. Lakini neno moja tu, nataka nyumba yangu isiwe na uchi. Yes,
Sema nakupenda